Basi ni wakati mzuri tunapoenda kusikia neno la Mungu. Hebu rudisha sasa fahamu zako mahali hapa na moyo wako tunapoenda kusikia neno la Mungu. Amen. Kwa hiyo hata kama ulikuwa na mawazo nyumbani yalikuwa yanakusumbua, sasa moyo wako utulize mahali hapa kwa ajili ya kusikiliza neno la Mungu. Haleluya. Acha niombe. Baba, katika jina la Yesu, asante mfalme. Ni wakati mzuri tunapoenda kusikia neno lako. Nalika uwepo wako mahali hapa Mungu, nami ukanitumie kama chombo, lakini mnenaji mkuu ni wewe. Fungua masikio ya watu hao ili wakasikie na kuelewa zaidi. Asante Jehova Shama, na kutukuzwa ni mwaminifu. Ni katika jina la Yesu Kristo nikiomba na kuamini. Amen. Haleluya. Asha zikae vizuri hapo mlangoni kwa ajili ya watoto wasilete vurugu. Tunasoma ambalo linasema tua mzigo wako kwa Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tua mzigo wako kwa Yesu. Wakati naandaa somo, Mungu alinipa somo la mavazi. Nikawa nashangaa. Nilipofika hapa madhabahuni Mungu akabadilisha somo. Sasa sikuelewa. Kumbe mwalimu wa Sunday naye alipewa somo hilo la mavazi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikawa namshangaa Mungu. Sasa kwa nini ni somo limebadilika? Kumbe kuna mtu ambaye aliandaliwa kwa ajili ya hiyo somo. Bwana Yesu asifiwe. Mwalimu wa Sunday amesoma maandiko yote niliyoyaandika kwa ajili ya somo hilo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo somo andika tua mzigo wako kwa Yesu. Watu wengi wamebeba mizigo ndani ya mioyo yao. Wakati mwingine wanajiuliza ni wapi watakapoenda kuitua mizigo yao. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukimwangalia mtu hata kama mnatembea pamoja, mnaishi pamoja, lakini ndani ya moyo wake kuna jambo ambalo amebeba na lina ufanya moyo wake uwe mzito hata kufunguka namna ya kumtumikia Mungu. Lakini mchana wa leo hebu tua huo mzigo kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwa Yesu yanawezekana. Mzigo ulioubeba ndani ya moyo wako utue kwa Yesu. Hata kama kuna mambo ambayo yalikuwa yanakusumbua, mchana wa leo yatue kwa Yesu ili uwe huru. Unapokuwa unaondoka mahali hapa moyo wako umefunguka, unaanza tena upya na Bwana. Unaanza tena kuimarika. Hata kama roho yako ilikuwa ina mambo mengi ambayo yamekukatisha tamaa, lakini namna utakavyojizirisha kwa Mungu, namna utakavyoyatua hayo mambo kwa Mungu, moyo wako utafunguka, utakuwa wazi tena na utaendelea mbele, utasonga mbele namna ya kumtumikia Mungu kwa viwango vya hali ya juu. Bwana Yesu asifiwe. Fungua kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 11 na ule mstari wa 28 hadi wa 30. Biblia inasema hivi: Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nila yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nila yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Yaani mizigo uliyoibeba, ndio maana Mungu anakupa nafasi, anasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao. Maana yake kuna watu ambao wanasumbuka, kuna watu ambao wanateseka ndani ya mioyo yao. Kuna mizigo watu wamebeba, kuna mizigo ambayo inawasumbua ndani yao. Ndio maana Mungu anasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mje mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Wakati mwingine tulitamani kujifunza kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tulitamani kujifunza kwa watu, lakini hao watu ambao tulitamani kujifunza kwao ndio wamekuwa maumivu ndani ya mioyo yetu, ndio wamebadilisha hata hatima ambayo tulikuwa nayo. Kuna namna ambavyo tulitamani kwamba ninamwona fulani ameendelea, ninaweza nikajifunza kwake nikaendelea mbele, lakini namna ulivyomwendea ukamwambia haja ya moyo wako ndio aliyekuwa sababu ya kukandamiza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa
Yesu ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Yaani mwanadamu unapokuwa unamwendea una shida yako, unamwambia nina shida fulani, natamani unisaidie, utaenda kwa unyenyekevu na yeye ataitikia kwa unyenyekevu. Lakini baada ya hapo, hayo mambo leo mwambia yote ataanza kumwambia huyu, alafu kesho atamwambia huyu, na kesho atamwambia huyu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani utajikuta mambo yako yote yanakuwa hadharani, utajikuta mambo yako kila mtu anayafahamu. Lakini ukimwendea Yesu ukamwambia haja ya moyo wako, yeye ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwa Yesu kuna raha jamani. Anasema mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Tena anasema mtapata raha nafsini mwenu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hata ukitafakari hapa ulipo, kuna mambo ambayo ulimwambia fulani, japo simjui kwa jina, ulimwambia fulani ukategemea kwamba utapata raha, baada ya hapo ukaambulia maumivu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani baada ya hapo ukaanza kuambulia maumivu. Kwa nini? Kuna mahali ulisahau. Pengine ungejua, ungeenda direct kwa Yesu kumwambia, Baba, nina shida 1 2 3, natamani univushe kwenye hatua hii. Kuna watu walitegemea watapata raha, lakini baada ya kwenda wakapata maumivu ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Wakapata maumivu. Lakini Yesu anasema yeye ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Yaani njoni mjifunze kwangu. Na anasema mzigo wake yeye ni mwepesi. Mizigo ya wanadamu ni mizito. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukuta mtu amebeba mzigo kwenye moyo wake, hata moyo wa mtu unakuwa ni mzito. Na hata ukimwambia kwamba leo ni siku ya ibada, unashangaa hata siku ya ibada haikumbuki. Mpaka anaanza kukumbushwa. Anaanza kwanza, hivi kumbe leo ni siku ya ibada, muda umeshaisha. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna watu wako wanayohisi, mtu anasahau hata siku ya ibada. Lakini Biblia inasema tena kwamba moyo uliochangamka ni dawa. Sikiliza nikwambie, yaani ukipeleka shida zako kwa Yesu, halafu mizigo yako ikaondolewa ndani ya moyo wako, moyo wako utachangamka. Utachangamka ndani ya moyo wako. Hata kama kulikuwa na mambo mazito, hata kama kulikuwa na mambo magumu, moyo wako utachangamka. Utakuwa na raha ndani ya Yesu. Utakuwa na amani tena. Hata kama amani ilikuwa imepotea, amani itarudi. Na ile furaha iliyopotea itarudi tena, itarudi. Utaanza upya. Utatengenezwa na Mungu. Haleluya. Hebu fungua kwenye kitabu cha Misali sura ya 17 na ule mstari wa 22. Biblia inasema kwamba moyo uliochangamka ni dawa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani moyo uliochangamka ni nini? Ni dawa. Yaani ukuta watu ambao wamebeba mzigo, hata kumsifu Mungu ni changamoto. Yaani hata ukimwambia ni muda wa kwenda kumsifu Mungu, yaani amenyongonyea, hana amani, hana furaha. Sasa maisha hivyo yana namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni lazima utoe mzigo wako kwa Yesu. Yaani umwambie haja ya moyo wako. Ni nini ambacho kinakusumbua? Umebeba kitu gani? Sometimes moyo huwa una magonjwa ya kufisha. Yaani unabeba vitu, unaona kwamba uko sawa, lakini moyo unaendelea kufisha mambo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Yaani moyo huwa una magonjwa ya kufisha. Yaani unaona kwamba unapoyabeba unasema kwamba nitampelekea fulani, lakini kumbe huyo mtu ambaye unampelekea ndo anaanza kukukandamiza. Namna unavyoongea naye na kutia moyo, unajua kabisa kwamba kumbe shida yangu hata huyo anaweza akaimaliza. Hapana. Yaani shida yako ulionayo ni Yesu peke yake anaweza akaimaliza. Angalia Misali ya 17 mstari wa 22. Bwana Yesu asifiwe. Fungua hapo Misali 17. Anasema moyo uliochangamka ni dawa. Kwani lazima utoe mizigo ulionayo ili moyo wako uchangamke. Mimi nasema hivi, moyo uliochangamka ni dawa nzuri, bali roho iliyopondeka huikausha mifupa. Bwana Yesu asifiwe. Moyo uliochangamka ni dawa nzuri, bali moyo uliopondeka huikausha mifupa. Bwana Yesu asifiwe.